Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Tunashukuru Mungu kwa nafasi nyingine tena ameweza kutujalia tangu mwaka huu, mwaka wa 2025 sisi kuwa wazima hadi vile tumefika. Mwaka umeelekea kufika mwisho, Disemba mwaka wa 2025 tarehe 26, tukimwambia Mungu ni asante, wakati ambapo tunaendelea kusherehekea kuzaliwa kwake, maana amekuwa baraka juu ya maisha yetu, amekuwa wa neema kubwa juu ya maisha yetu, na tunapoendelea na kusherehekea kuzaliwa kwake, wacha tumwambie ni asante, maana kwa neema yake, kwa umbali milima na maponde tumeweza kuipita, ni kwa sababu ya mkombozi Yesu. Ametupitisha, si kana kwamba tulikuwa wazuri, ni kwa sababu ya neema yake tu, ili sisi tuwe salama. Imemgharimu sana. Kwa hivyo, wapendwa watazamaji wangu, kwa siku ya leo nimekuja kwa neno moja la kumwambia Mungu ni asante. Kufika vile tumefika kwa siku ya leo imemgharimu sana, maana kuna wenzetu tulioanza pamoja kwa mwaka huu, wengine hawapo, wengine tulishawasahau, wengine walishapoteza wapendwa wao kupitia kwa magonjwa, wengine wameshapoteza wapendwa wao kupitia kwa ajali ya barabara, wengine wameshapoteza wapendwa wao waliowapenda na waliowategemea sana kwa njia zozote zile, hata walioanguka kwa ndege, hata waliokufa kwa kifo ambayo haijulikani. Si kana kwamba tulikuwa wazuri, ni kwa upendo wake Mwenyezi Mungu tu umetubeba kufika vile tumefika kwa siku ya leo. Ni mkono wake tu umeweza kutubeba. Ndio maana nimekuja kwa siku hii tarehe 26 mwaka wa 2025 ukielekea kuisha, tukimwambia Mungu ni asante. Kuna ujumbe moja nimekuja nao, na ni kwa ajili ya kuvuka mwaka tunapoingia kwa mwaka ujayo. Ninajua si mambo mageni, mengi umeweza kuyasikia, mengi umeweza kuyafuatilia kwa wahubiri wa mtaa, kwa wahubiri wote ambao wameweza kuhubiri. Leo ni siku yetu, tunakuja tena kwa sababu ya kuweza kubeba msamaha.
tuweze kubeba msamaha ndani yetu, na tunapobeba msamaha na kuwasamea wote waliotukosea, maana tunajua mwanadamu anaweza kukusamea, lakini kusahau ndiyo ngumu. Kusamea utasamea ndiyo, lakini kusahau ndiyo itakayokuwa shida. Lakini huyu Yesu ambaye tunayemsherehekea kwa siku ya leo, siku ya jana, hata siku ya kesho, hata na kuendelea, ni Mungu mwenye huruma, ni Mungu mwenye kusamehe, na ni Mungu mwenye rehema. Unaweza jiuliza, umejipata aje kwa siku ya leo? Umevukaje ukafika mwaka huu ukiwa unaelekea kuisha, ukiwa umeenda umezika wenzako wengi? Hata tunapoendelea kuhubiri kwa siku ya leo, kuna wengine pia wako katika hali mbaya, lakini wewe uko mzima wa afya. Jamani, ni neno la kumwambia Mungu ni asante. Maana nakumbuka wengine wakisema, mbona mnasherekea? Hawajui kuwa huyu tunayemsherekea ni kwa ajili yetu sisi, maana ametubeba kwa maisha yetu. Afya zetu amezibeba, kuwa wazima bila magonjwa amezibeba. Kutoka asubuhi kwenda kazini tunatumia vyombo vya usafiri, na unatumia tena ukirudi, na unarudi ukiwa mzima, na bado uko mzima tu, na unarudi tu. Alafu mnauliza mbona tunawasherekea kwa siku hii? Leo ujumbe wangu ni kwa ajili ya msamaha. Tunaposamea wenzetu, hakutakuwa na chuki, hakutakuwa na dharau, hatutakuwa na matusi ndani yake, maana tutapendana. Na tunaposoma kwa kitabu cha Luka mstari wake wa 7:36 hadi 48, tunampata yule mwanamke aliyekuwa kahaba, aliyekuja kwa Bwana, naye watu wakaanza kuulizana, huyu mwanamke aliyekuja kwa Yesu, na kama Yesu angejua huyu mwanamke anayemguza, angetamani aweze kumkaribia. Maana yule mwanamke kahaba aliposikia Yesu ameingia kwa mji, alibeba mafuta na kaja mbele za Mungu na hiyo mafuta, na akapiga magoti yake akimulilia, akimpanguza miguu kwa machozi yake na kwa nywele zake,
Watu wakaulizana, huyu astahili? Lakini Yesu akajua kwa mioyo yao vile wanamaanisha. Akawauliza, unapompa mtu hera, mwingine shilingi 1, mwingine 5, wakati utakapowasamea wote, ni nani atakayekuwa amesamehewa, atakayeshukuru sana? Nao wakamjibu wakamwambia, yule aliyekuwa na shilingi 5 ndiye atakayesamehewa, ndiye atakaye shukuru kwa sababu ya kusamehewa. Ni kwa ajili gani? Ni kumaanisha huyu mwanamke alikuwa na dhambi mingi, lakini kwa sababu ya msamaha, yeye ndiye atakayesamehewa na kurudi katika njia za Mungu, maana yeye ameshajua faida ya kusamehewa. Na hiyo jambo likanifunza kusamehe, kubeba msamaha ndani yako. Maana walipomleta yule mwanamke kwa Yesu na walitaka Yesu aweze kumhukumu ili aweze kuuliwa, na wakati Yesu aliweza kuangalia wote na akawauliza, yeyote yule asiyekuwa na dhambi awe wa kwanza kumrushia jiwe. Maana Yesu alikuwa ameshawaona wote ni wenye dhambi, na akainama chini akaendelea kuandika makosa ya kila mmoja. Lakini alipoinuka aliwapata kila mmoja wameangaliana, wakaenda mmoja kwa mmoja. Ni faida kubwa sana tunapobeba msamaha ndani ya wenzetu, maana unapobeba msamaha ndani yako na uweze kumsamea mwenzako, hata kama alikuwa amekukosea kiwango aina kubwa, lakini kwa roho umekubali kumsamea, na kwa sababu ya kubeba msamaha, huyu Yesu kama asingekuwa ni msamaha, angeweza kumsamea huyu mwanamke, lakini kwa ajili ya kubeba msamaha aliweza kumsamea. Na akamjibu na akamwambia yule mwanamke, wako wapi watezi wako? Akamjibu akamwambia, wote wameshaenda. Na akamwambia, nenda zako, umesamehewa dhambi zako, nenda zako na usikawahi tenda dhambi tena. Maana yule mtu ambaye uliyekuwa umemsamea na umemsamea kweli, maana msamaha, kuna wengine wanakusamea kwa kusema tu kwa mdomo, lakini kwa roho yao bado hawajasahau. Kwa kila wakati anapokuona anakumbuka, na hiyo kitu ambacho cha kukumbuka vile ulivyomtenda ndicho inasababisha magonjwa ya roho yanaweza kuingia, kwa sababu kila wakati anapokuona roho yake inayeyuka, inasikia uchungu, maana inakumbuka yale uliweza kumtendea. Maana kuna wengine waliachwa na wenzao, lakini anapokuona kwa mitandao, anapokuona kwa sehemu zote, huwa hilo jambo linamuuma na linamsababisha anakuwa na vidonda ndani ya moyo. Ni kwa sababu hakuweza kukusamea kutoka ndani
aliweka msamaha wa nje, lakini huo msamaha bado haukufika ndani. Haleluya! Watu wa Mungu, na waomba kwa siku ya leo, maana tumesikia habari za huyu mwanamke aliyekuwa kahaba, ndiye aliyekuwa mtu angeweza kusamehewa, lakini kwa neno la Mungu akaweza kumsamehe. Ndipo sisi leo akatufunza tuweze kubeba msamaha, na tunapobeba msamaha kwa wenzetu, hakutakuwa na dharau, hakutakuwa na chuki, hakutakuwa na mauaji, hakutakuwa na habari mbaya, maana tutakuwa tukisemezana kwa njia nzuri, tutakuwa tukiongea habari za Yesu Kristo, maana Yesu ni upendo, maana Yesu ni umoja, maana Yesu ni undugu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Na kama si upendo ule wa Yesu aliweza kuwa nao, ili akajitoa yeye kwa ajili yako na kwa ajili yangu, ili aweze kutukomboa, na kama sio upendo angeweza kutokelezea. Maana maandiko yanasema wakati hiyo mikakati ilikuwa inapangwa mbinguni, mtu yeyote wa kujitoa aje kutuwakilisha sisi, mtu alikosekana. Maana mbingu zikanyamaza kwa muda 30 wakiulizana ni nani atakayeenda kuwakomboa. Maana walikuwa wanajua yale yote anayekuja kuyapitia, sio jambo lilikuwa geni kwake, alikuwa anajua hivyo. Kwa hivyo, watu wa Mungu, tuwe na upendo, tuwe na msamaha. Tunapokuwa na msamaha ndani yetu, unabeba upendo, unabeba furaha, hauna chuki, hauna matusi, hauna dharau. Sisi zote tutakuwa wa Mungu mmoja. Maana tunapovuka mwaka mwingine, siku ijayo, tuvuke tukiwa na amani, tuvuke tukiwa na baraka za Mwenyezi Mungu, hata neema zake alizotaka kutupa asija akazifungia nje, zikaweze kuwa juu yetu. Maana akaweze kusimamisha nyumba zetu zilizobomoka zote, zikarudi zikakuwa sawa. Maana tunapomrudia, maana maandiko yanatuambia tunapomuomba, maombi ya watakatifu Mungu yasikia. Hivyo tunapomuomba yeye husikiza. Na ndio sababu wengine huwa wanauliza, mbona munaenda kanisani? Hatuendi kanisani kwa sababu sisi ni wazuri, hatuendi kanisani kwa sababu tunataka utuone. Hapana, ni kwa sababu tunajua sisi ni wenye dhambi. Tunaenda kutafuta uwepo wa Bwana, tunaenda kutafuta msamaha wa Bwana, tunaenda kutafuta ili tuweze kusamehewa. Ndiyo sababu tunaenda kanisani. Unapotuona tukienda kanisani, si kumaanisha sisi ni wakamilifu, ila tu tunaenda kwa sababu tuweze kuwa karibu na uwepo wa Bwana, ili akaweze kutusamea. Na tunapoenda karibu na yeye, tunapomuomba chochote, huwa anasikia, huwa anajibu. Haleluya! Ndio sababu tunang'ang'ana kuenda kanisani, kuhubiri Injili, kufanya kazi ya Mungu, ili ingalau siku moja hata wakati tutakapokufa, tukufe katika njia za Kristo, ama wakati ambapo unyakuzi utakapofanyika, ufanyike tukiwa ndani ya Kristo. Maana unyakuzi unaweza fanyika hata kabla ya kifo. Utajipata huko kwa upande gani? Haleluya! Hata kama unyakuzi utafanya kwa siku ya leo, mpendwa, wacha tupatikane tuko pale. Usikuwe na wivu na chuki na dharau unapomuona mwenzako ameachwa nyuma, ama wakati mwenzako amebaki. Hii kuwe furaha yako. Tunafaa kuoneana huruma, mwenzako asije akabaki wakati unyakuzi utakapofanyika. Haleluya! Maana tunapoenda kule mbinguni, tutaenda kusherekea kwa sababu ya Yesu, na yale yote tuliyoyatenda duniani yatasahaulika. Maana Mungu ni mwenye msamaha. Anapokusamea,
anasamea kabisa, yote anayasahau, yote yaliyo mabaya, yote yaliyo chuki, yote uliyodharauliwa, yote yanaenda. Kwa hivyo tunapojikaribisha kuelekea kwa mwaka ujayo, mpendwa, ninakuomba usiweze kufuka na kinyonga, usiweze kufuka na kinyongo chochote ndani ya moyo, maana ninakusihi kwa jina la Yesu. Kufa kwa Yesu ni kumaanisha ni kulibeba msamaha, kujitoa yeye mwenyewe kwanza, kulibeba huruma kubwa juu yetu. Na tunapobebeana huruma kwa sisi, maana haya yote tunayoyaona yakitendeka hayataonekana tena. Haleluya! Mungu anawapenda, hata kama wewe ni kahaba, hata kama wewe ni mwizi, hata kama wewe ni jangiri, hata jinsi ulivyo. Ndio sababu Mungu anakupenda ukuwe mzima hadi vile uko hapa kwa siku ya leo. Unaponitazama, unaniangalia, ninajua ni kwa sababu ya Mungu imekuwezesha uweze kusimama na kuweza kunisikiza, maana Mungu anakupenda, Mungu anakujali. Chukua muda wako, tafuta uwepo wa Bwana, maana Mungu anaweza kukubadilisha kupitia yale mazingira yote unayoyapitia, hata ingawa ni mazito kiasi gani, lakini yeye Mungu mwenye rehema atayabeba yeye mwenyewe. Kwa hivyo mtu wa Mungu, usijisumbue na maisha ya dunia, maana wengine tunapokumbuka yale tuliyoyapitia tukiwa bado, tunaweza rudi nyuma kiimani, lakini kwa sababu tunajua kuna mahali tunaelekea na neema ya Mungu imetubeba kwa umbali huo, kupitia mateso na chuki na dharau hadi vile tumefika kwa siku ya leo, ni kwa sababu ya neema ya Mwenyezi Mungu imeweza kutubeba. Yesu ni mwenye huruma, Mungu ni mwenye baraka, ametunemezea walio wabaya, walio wezi, walio wachawi, wote ana kazi nao, maana ndio sababu wako wazima. Hawajauliwa kwa sababu hajamalizana na kazi yao. Anahitaji waweze kuokoka ili waweze kumrudia, waende wakahubiri Injili, maana Injili kuna mahali inawasubiri. Kuna mahali, kuna mtu anakusubiri uende ukamhubirie Injili. Usisubiri kuna mwingine anasubiriwa. Wewe ndio unahitajika uende ukapeleka habari njema kwa wengine. Ndio sababu nimekuja hapa kwa siku ya leo. Usije ukajidharau jinsi ulivyo, usije ukajichukia jinsi ulivyo. Uwe mrevi, uwe msharati, uwe muongo, uwe jinsi ulivyo, njoo kwa Yesu. Yesu anakuhitaji, Yesu anakutamani kwa njia yoyote ulivyo. Njoo umtumikie, maana kuna mtu anakusubiri mahali aweze kusikia sauti yako tu, aweze kubadilisha maisha yake, ili wakati ufalme wa Mungu utakapoingia, ili naye pia aseme kama sio wewe angepotea, lakini kupitia wewe amepata uzima wa milele. Haleluya! Tujaribu kueneza habari za Mungu, maana kuna watu mahali wanasema ati huyu Yesu yuko wapi, huyu Bwana yuko wapi? Wao wenyewe hawajiulizi kuwa mzima jinsi ulivyo ni kwa ajili yako ama ni kwa ajili ya Yesu Kristo. Neema uliobeba kazini, cheo unapandishwa, hata hujui ni nani anayeshughulika na maisha yako. Unapandishwa cheo, unapata mambo yananyooka. Usidhani haya mambo yananyooka ukiwa peke yako, ni kwa ajili ya Yesu. Uwe na kazi nzuri, uwe maskini, uwe tajiri, uwe na vyovyote vile ambavyo uko navyo, sisi zote ni za huyu Yesu. Ndio sababu Yesu akatufunza, akatuambia, wanangu, mnapoanza na maombi, anzeni hivi: Baba wetu aliye mbinguni. Akusema sema Baba wangu aliye mbinguni, maana Mungu si wangu, Mungu ni wetu sisi zote, kwa wazuri na wabaya. Ndio maana anasema semeni hivi
Baba wetu uliye mbinguni. Maana Baba ni sisi, ni wa sisi zote. Maana ndio sababu unaona tunanyeshewa na mvua, kwa wazuri, kwa wabaya. Wazuri wanapata kazi, wabaya wanapata kazi, wachawi wanapata kazi, yani ni kwa sababu ya kazi ya Mungu. Haleluya. Yani nakwambia, wakati walikuwa katika bustani la Edeni, kitu ambacho waliweza kukifurahia kwanza ni uwepo wa Bwana kuwa mahali pale. Hivyo tunapoingia kanisani, tunasikia ni kana kwamba tumeingia kwa uwepo wa Bwana. Uwepo kwa nguvu fulani zimeweza kutubeba. Si ati tunaenda kanisani tu, tunaenda kumtafuta Bwana na uwepo wako uweze kuwa karibu na sisi. Ndio sababu si kana kwamba tumeokoka sana kukuliko, ama tunakudharau kwa sababu wewe hujaenda kanisani. Hapana, tafuta njia zako za kumtafuta Yesu, maana madamu anapatikana. Ninawaacha na ujumbe wa huyu mwanamke aliyekuwa kahaba. Kama aliweza kusamehewa dhambi zake zote na zilikuwa kubwa kuliko zingine, je, huyu mwenzako kadhambi kadogo tu, makosa kadogo aliweza kukutenda ama aliweza kukukosea, jamani, samea yeye, ombea yeye Mungu ili akaweze kumbadilisha, aache hizo tabia mbaya, ama aache hizo njia zake, akamrudie Yesu. Haleluya. Mungu anawapenda, Mungu anawajali. Kwa sababu tunaendelea kusubiri mwaka mpya ujayo, na kwa sababu kuna wengine ambao ni wagonjwa, wako katika sehemu mbali, wanamulilia Mungu, ambaye hawawezi simama na kumwambia Mungu jambo. Wako pale wanasubiri sisi tuweze kuwaombea, maana hawezi tamka neno lolote. Ni wakati wako tena wa kuweza kusimama pamoja nao masaa kama haya, na tuweze kuwakumbuka kwa yale machungu wanayoyapitia, maana ni watu wazuri. Wengine kulazwa hospitali si kupenda, wengine kuna maroho ambazo zinawasumbua, kuna maroho za uchawi zinakuwa juu yao, kuna maroho zinazoinuka kwa sababu yetu sisi wenyewe, tunasababisha wengine wafe. Sijui kana kwamba kuna kitu ambayo inatufaidi. Unaposababisha kifo cha mwenzako, kuna faida ambayo unayoipata, ama kuna kitu ambayo unachokipata kizuri kitakacho kusaidia kwa maisha yako? Kuwa mchawi wa Yesu Kristo. Ubili habari za Yesu, watu waokoke, watu waache dhambi, tumfuate Yesu Kristo. Haleluya. Ushauri wangu kwa vijana, maana bado mimi ni kijana, sijakuwa mzee kwa umri huu nilio nayo, na ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Vijana ni kumaanisha, nikitumia jina vijana ni kumaanisha wanadada wadogo na vijana wadogo, watoto wa kiume, ni kumaanisha au youth. Kutumia nguvu kwa sababu ya nguvu ambazo tulizo nazo hazitatusaidia. Ujanja kwa sababu tumesoma sana na tunakuwa werefu sana, tuanze kutumia ujanja, hautatusaidia. Maana kuna walikuwa wajanja, walikuwa wazuri kwa ujanja, lakini leo hawako. Kutumia nguvu
kama za Tyson bado hawako. Tumia ujana wako kwa njia nzuri, maana tumewapoteza vijana wengi kwa umri huu mdogo kwa sababu ya kujiingisha kwa mitego ambayo ingeweza kusuhirika. Kama unajua grupu ambayo unatembea nayo si nzuri, si grupu ya kumtangaza Yesu, si grupu ya kuongelea habari za Yesu Kristo, achana nayo, maana hiyo itakupeleka pabaya. Kama ni grupu umeingia na unajua ni ya uwizi, hata kama wewe si mwizi, bora unaonekana na wezi, utakuwa mmoja wao. Wakati watatafutwa, utakuwa mmoja wao. Jiepushe. Hata kama ni marafiki zako, ni heri ubaki na uzima wako, uishi kwa miaka ile ambayo Mungu anahitaji uishi. Tusije tukasema vifo zingine ni za Mungu, zingine ni za kujitakia. Vijana, angalia njia zenu. Wanadada, musione kwamba jinsi mlivyo warembo, mko warembo zaidi kusidi wazazi. Wazazi walikuwa pale kwa umri huo ulio nayo. Ukisikia mzazi anapokukanya jambo, sikiza kwa umakini, maana ameyapitia na ameona hali hatari imetangazwa mbele yako. Ukahaba ni kifo. Usherati ni kifo. Siku hizi nimeona hata mitandao imewekwa wazi, watu wanabukiwa online. Ndio sababu unaona vifo vya wasichana vimesidi, kwa sababu aliyekuita umjui. Mahali ambapo mnaenda haujui, wewe unajipeleka tu. Mtu ambao hujaimuona, mtu haumjui, unaenda kwa sababu ya pesa. Wasichana wengi wamekufa kwa manyumba za watu hazijulikani kwa sababu ya pesa. Ukisikia mzazi anapokukanya, ukisikia matangazo yakitangazwa kuwa hali hatari imetangazwa juu yenu, jiepushe ili uweze kuishi kama wazazi wako. Kama si hivyo, tutapoteza vizazi, hatutakuwa na generation ambayo itakayokuja. Huo ni ushauri wangu kwa vijana. Kunywa pombe kwa umri wako mdogo, utafika miaka ngapi? Utafanya maendeleo ya kwako lini? Utafanya maisha yako yabadilike lini? Kama umelelewa na maisha ya uchochole, maisha ya shida, na we mwenyewe umeanza kujiingisha kwa kufuta sigara, kufuta bangi, kunywa pombe, hata hiyo ndio starehe, unaharibu maisha yako kijana. Jiepushe. Wasichana, wacha kutumia vileo mkiwa wadogo, mnaibisha wazazi. Maana msichana mdogo anapoonekana, tabia zake kwa barabara akiwa amelewa zinakuwa tabia mbaya. Hiyo ni heshima mbaya kwa wazazi. Wazazi waliwalea kwa njia ya heshima, lakini kufika mjini mumegeuka. Ni kitu gani iko mjini ambayo inamaliza watoto wetu? Ni kitu gani iko mjini ambayo inamaliza wasichana wetu? Ni kitu gani iko mjini ambayo inamaliza kizazi? Wazazi wanawasubiri nyumbani, wanawategemea. Nyinyi ndio mnarudi mkiwa mmefungwa kwa majeneza. Ni uchungu sana kwa wazazi. Jiepushe ili tuweze kuishi ingalau
ile muda ambayo Mungu ametujalia. Kwa hayo yote, wacha tuwakumbuke walio wagonjwa na waliopoteza wenzao kwa ajali, kwa magonjwa, kwa njia zote. Amina, tuombe. Mwenyezi Mungu wa neema, ni asante kwa sababu ya uwezo wako, maana kama sio wewe sisi wenyewe hatungekuwepo. Tukulinganisha na nani Jehova? Maana umetenda maisha yetu yakabadilika. Tulikuwa tumedharauliwa viwango vya chini, lakini leo hii umetukalisha mahali. Wazazi wetu walichekwa kwa sababu ya shida, lakini leo hii wageni ni wengi wanakuja wageni ni wengi wanakuja nyumbani kwa sababu ya kuinuka ni kwa ajili yako. Mungu upewe sifa, maana wengine hatungetarajia kufika viwango tumeweza kufika kama si kwa neema yako. Mungu, si kana kwamba sisi ni wazuri sana kuliko waliolala ama wanaolia kwa vitanda vyao masaa kama haya, maana wanakulilia Yesu, maana wana uwezo wa kukuita tena. Wengine wamewekwa ICU, wengine wamewekwa mahali ambapo hawawezi ongea. Tumesimama hapa kwa sababu yao. Mungu wa majeshi, uliowaponya hata wasiojua unawaponya, neema hii yako ya siku ya leo ikawatembelee, ikawaonekanie mahali popote waliko, hata wanaolia kwa mauchungu, hata kwa maugonjwa yasiyojulikana. Mungu onekana kwao, watendee jambo ili wanaporudi katika boma zao, sifa na utukufu ni zako, maana hawatasahau kama kula wametoka. Mungu, bariki wale ambao wanaokuhitaji, wale ambao wanaitaka kuinuka. Mungu, siwache waliotafuta kazi kwa miaka, wengine wamekata tamaa, wengine wanataka kujiua. Mungu onekana kwao, wajashe tena, warudishe tena, ili wajue wewe ndio Mungu na ni Baba wetu zote. Vyote vya usafiri na tunarudi zote tukiwa wazima. Mungu, si kwa sababu ya mapenzi yetu, ni kwa uwezo wako wewe. Mungu, tutetee tunapotoka na tunapoingia, hata maadui zetu wanapoinuka. Mungu, waliotunenea yaweze kuwarudia, ili yasije yakatujeruhi, maana sisi ni wako. Tumejifunika kwa damu yako, kwa ulinzi wako kawe juu yetu. Hakuna magonjwa kwetu tena, hakuna madharau yatakayoinuka juu yetu tena. Tumetoka kwa vile viwango vya kudharauliwa, tuko katika viwango vingine. Tunatoa chuki, tunatoa madharau. Baba, tuongoze katika safari ya utakatifu kwa jioni hii, hata kuendelea, hata tunaposubiri mwaka ujayo. Mungu, katembee pamoja na sisi, usituache wale tunaokutafuta. Mungu, katuongoze katika safari zetu za maisha, hata tunapokuwa chini. Mungu, katuamsha, ukatuongoze katika njia zako, maana Mungu tunakutegemea. Hata kule tumetoka umbali ni kwa sababu yako, na kule ambapo tunaenda Mungu tunakutegemea. Tushike mkono, tuongoze katika safari, hata maadui wanapoinuka kutufamia, Mungu, wasije wakatuona. Tufunike kwa damu yako, na neema yako inatutosha, na ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Baraka ya Mungu ikawe juu yenu. Mungu akawajalie neema hii ikawe juu yenu. Shalom, shalom. Mungu akawabariki katika ndoa zenu,
katika kazini, katika biashara zenu, wale ambao mlienda mashinani, na waombea safari yenu iwe salama. Hakuna ajali, hakuna mauti, hakuna umwagikaji wa damu. Mtarudi mkiwa wazima, na Mungu akawanenee na akawabebe kwa neema yake, na ni katika jina lake tunaomba na kuamini, amen. Shalom, shalom. Nimesahau kuwashukuru wote ambao mweza kunitazama kwa masaa haya. Najua si jambo rahisi mtu kuacha shughuli za kwake akaja kukutazama, na kuna wengi ambao wameweza kunisikiza kwa mara ya kwanza. Mungu akawajalie, Mungu akawabariki, neema ya Mungu iwatoshe. Nimewashukuru wote ambao mmeweza kunifuatilia tangu nilipoanza na vile nimefika tamati. Mungu akawasaidie. Kama nimenena jambo ambalo litakao kusaidia juu ya maisha, Mungu akusaidie ukaweze kuliendelesha. Na ule ambayo sijatumwa kwako, naomba msamaha, maana ujumbe huu ulikuwa kwa wale ambao nimetumwa kwao. Naomba Mungu akaweze kuwabariki tunaposubiri wiki ijayo, mwaka ujayo, mwaka mwenye mafanikio, mwaka mwenye baraka, mwaka wenye hakuna kilio tena katika taifa letu la Kenya. Hakuna umwagikaji wa damu, hakuna chuki, hakuna kudharauliana. Mungu atatubariki katika hii nchi na katika jamii, na ni katika jina lake tunaomba na kuamini. Shalom, shalom. Mungu akawabariki nyote mahali popote mlipo. Bye bye.